Alama hizi hatuwezi kusema moja kwa moja, lakini zina viashiria vya jumuiya au chama cha mapenzi ya jinsia moja. Mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga. Waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa. Mchungaji Rashid na mwenzake tumwambia ripoti polisi kutoa maelezo. Maaskofu na wachungaji wanaounda umoja wa makanisa Kipentekoste katika mkoa wa Tabora sio mashoga, na hatukubaliani na ushoga, na hatujakaribisha mhubiri shoga, bali tumekaribisha mhubiri wa Injili ya Yesu Kristo ambaye hajaanzia tu Tabora, bali amehubiri katika mikoa yetu ya Tanzania bara, kwa mfano Shinyanga, Mwanza, Kahama na sehemu zingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ana vibali maalum vya kufanya huduma hiyo katika taifa letu la Tanzania. Na si hivyo tu, yeye mwenyewe anapingana na anakemea ushoga, na tuna ushahidi wa baadhi ya mahubiri yake katika kukemea ushoga. Sisi CPCT mkoa wa Tabora hatuna mahusiano yoyote na hivyo viashiria vya alama za LGBT kwa namna yoyote, na imani yetu inapingana sana na mambo hayo. Sasa naomba nifafanue hiki ambacho kilielezwa kwamba kina mahusiano. Alama hii ni alama ya kiganja yenye vidole vitano. Haina mahusiano yoyote na kitu kinachoitwa ushoga. Sasa kwa nini tukabuni nembo hii katika vitabu vyetu lakini katika mpira? Jambo la kwanza, kama tunavyojua, watoto hupenda kujifunza kwa kupenda kuangalia rangi. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kemgongo TV na mimi ni Olivia Moses. Baraza la Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste mkoa wa Tabora CPCT limeiomba radhi kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huo kufuatia tamko lake la awali lililopinga uamuzi wa kusitishwa kwa mkutano wa Injili uliokuwa ufanyike kuanzia Machi 19 hadi Machi 22, 2026. Awali, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, Paulo Chacha, alisitisha kibali cha mkutano huo ili kupisha uchunguzi wa tuhuma zilizomhusu mhubiri wa mkutano, Mchungaji Dr. Dana Morey kutoka Marekani, baada ya kubainika kugawa peperushi na mipira katika shule za msingi na sekondari zenye rangi zenye viashiria vya mapenzi ya jinsia moja. Akizungumza na wanahabari, katibu wa Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste mkoa wa Tabora, Mchungaji Lameki Hadhina, amesema baraza hilo limejiridhisha kuwa rangi hizo zinaashiria masuala hayo na hivyo kuunga mkono msimamo wa serikali wa kupinga vitendo vinavyokwenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunaomba radhi kwa taarifa tuliyotoa katika vyombo vya habari tarehe 17 Machi 2026 kuhusu maelekezo ya kamati ya usalama mkoa wa Tabora yaliyotolewa tarehe 16 Machi 2026 kusitisha kibali cha mkutano wa Injili uliopangwa kufanyika kuanzia tarehe 19 Machi 2026 hadi tarehe 22 Machi 2026. Mpaka hapo uchunguzi wa changamoto zilizokuwa zimejitokeza utakapokuwa umekamilika. 2. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunakubali maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora siku ya tarehe 16 Machi 2026 kuwa yalikuwa sahihi na kwamba makanisa ya Kipentekoste CPCT mkoa wa Tabora yanaridhika na maamuzi ya serikali kuendelea na uchunguzi wa dosari zilizobainika. 3. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunashukuru serikali kwa kufanya uchunguzi wa awali kwa haraka, na tumejiridhisha pasipo shaka kuwa rangi zilizotumika kuweka nembo kwenye mipira na vipeperushi ni rangi zinazotumiwa na taasisi zinazohamasisha maadili yasiyo ya Kitanzania, na kwamba nembo zote rangi zambarau, blue, carrot, njano,
kijani na nyekundu na kiganja na alama ya moyo ni alama ambazo hazihusiani na Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste CPCT. 4. Uongozi wa CPCT mkoa wa Tabora unaomba radhi kwa vipeperushi vilivyopelekwa mashuleni kinyume na kibali kilichokuwa kimetolewa. 5. Sisi Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste CPCT tunaishukuru serikali kwa maelekezo yote tuliyopewa na tunaahidi kuyafanyia kazi, na kwamba tumeridhika na maamuzi, tumeridhika na maelekezo yote tuliyopewa na serikali, na kwamba CPCT itaendelea kushirikiana na serikali kikamilifu hata baada ya shughuli za mkutano. Kwa upande wake, kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao amesema mamlaka zimekubali kurejesha kibali cha mkutano huo, lakini kwa masharti maalum. Amesema mkutano huo utapaswa kujikita katika shughuli za Injili pekee na kuhakikisha hauendani na kinyume na maadili, mila na desturi za Kitanzania. Mkutano huo sasa unatarajiwa kufanyika chini ya uangalizi wa ukaribu wa vyombo vya dola ili kuhakikisha unazingatia masharti yaliyowekwa. Uchunguzi wa kwetu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama unaendelea vizuri. Pamoja na hayo, kwa hatua ambayo tumefikia, tumeona kwamba tutoe kibali kwa shughuli za uinjilisti zikaendelea kufanyika bila kuathiri makundi mengine na maadili ya taifa letu. Kwa hiyo kibali ambacho kimetolewa cha kufanya mkutano wa Injili kimetolewa kwa masharti na kwa mipaka ya kufanya mkutano wa Injili peke yake. Hatutaruhusu utoaji wa zawadi, hatutaruhusu bahati nasibu ambayo ilikuwa imeelekezwa, hatutaruhusu ugawaji wa vipeperushi ambavyo vilikuwa na rangi ambazo hazifuati maadili ya taifa letu. Hatutaruhusu ugawaji wa mipira ambayo yote imeshakamatwa na inadhibitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo utoaji wa kibali hiki umezingatia kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda maadili ya Mtanzania kwa utaratibu uliopo, na shughuli ambayo itafanyika kwenye mkutano huo ni shughuli ya uinjilisti peke yake na sio jambo jingine lolote. Maelekezo yaliyotolewa na mkuu wa mkoa tumeendelea kusisitiza yaendelee kuzingatiwa kama ambavyo yalikuwa yameelekezwa kwa mustakabali mzima wa kulinda maadili ya taifa letu. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.